Wakibonde. Tunafuga jamani. Tunafuga. Vitu mbalimbali. Tunaroga. Uzunguni. Uchawi sio shida. Tunao tunatamba nao. Naomba kijiti niachie. Nimekuachia ndugu. Naomba kijiti hii sasa ni zamu yangu. Naomba kijiti, sogea. Zai. Okay. Naomba kijiti. Mimi ndo naenda kuolewa. Nakubali. Umekubali? Nakubali. Umekubali niolewe? Hilo sana. Nashukuru. Kilila. Pokea kwa heshima. Shika. Vipi? Hii ni miongoni mwa video clip ambayo na trend sasa hivi katika mitandao ya kijamii ikimuonesha Zailisa pamoja na Lulu Diva kama ambavyo mwaona katika hiyo video ambayo nimekuplayia hapo mwanzoni, wakizungumza kwamba uchawi sio shida zetu. Sasa miongoni mwa sababu ambazo zinazungumzwa na baadhi ya watu wanasema kwamba chanzo cha Zailisa kutoka nyumbani kwa Haji Manara ni kuna vitu ambavyo vilionekana kwenye kitanda cha Haji Manara pamoja na Zailisa ambacho walikuwa wanalala, vitu vya kishirikina. Kuna baadhi ya picha ambazo zilikuwa zinasambaa, na miongoni mwa watu ambao walikuwa wanazizungumzia hizo habari na alitaka kuziposti mpaka hizo picha ambazo zinaonesha hivyo vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kwamba ni vya kishirikina, wenyewe wanasema kwamba tunguli za kishirikina, alikuwa ni Juma Lokole. Sasa leo hii video clip hii ambayo ina trend sana katika mitandao ya kijamii, Zailisa mwenyewe akithibitisha kwamba uchawi sio shida zao, kwamba uchawi anao na anatamba nao kama ambavyo amezungumza katika hiyo video ambayo nimekuwekea hapo. Sasa ni kitu gani ambacho kinaendelea? Kwamba kuna ukweli zile picha ambazo zilikuwa zinasambaa katika mitandao ya kijamii zikionesha vitu vya kishirikina ambavyo vimekutwa kwenye kitanda cha Haji Manara pamoja na Zailisa ni vina ukweli kama ambavyo umeona katika hii video ambayo amezungumza hapo. Zailisa mwenyewe kwa mdomo wake anasema kwamba uchawi sio shida zao, japokuwa amezungumza kama ni masihara, lakini habari ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii, watu baada ya kuona video hii wameanza kuchukulia kwamba ni serious. Baadhi ya watu waliweza kusema kwamba hizo story ambazo zina trend kwamba kitanda cha Zailisa pamoja na Haji Manara kimekutwa na vitu vya kishirikina, watu wakawa wanasema kwamba ni vitu ambavyo ameweka Dula Makabila ili mradi Haji Manara pamoja na Zailisa waachane, kwa sababu mtu ambaye alikuwa anaomba leo kesho Zailisa pamoja na Haji Manara waachane ni Dula Makabila. Hata katika nyimbo zake alikuwa anaimba na kusema kwamba anatamani miongoni mwa dua lake kubwa ni Haji Manara pamoja na Zailisa waachane, then yeye arudiane na Zailisa. Sasa hatimaye vimetimia. Sasa leo hii Zailisa anasema kwamba uchawi sio shida zetu, kwamba vile vitu ambavyo vimekutwa kitandani mwa Haji Manara si va Dula Makabila kama ambavyo watu walikuwa wanazungumza. Na moja ya interview ya Dr. Kumbuka leo hii aliulizwa kuhusu hilo swala la ushirikina ambalo linazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Vipi kuhusu swala la ushirikina? Akasema kwamba kwa Dula Makabila kuhusu swala la ushirikina kwake hana shaka nalo, sababu Dula Makabila mwenyewe ukimkagua mwili wake una chale kibao. Sasa ni kweli kwamba vitu ambavyo vimekutwa kitandani kwa Manara ni vya Dula Makabila, ama vitu ambavyo vimekutwa kitandani mwa Manara ni vya Zailisa kama ambavyo amesema mwenyewe hapa. Sasa unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe kama wanafamilia wa Bongo East, kwa sababu hakuna ambaye anafahamu ukweli, ila ukweli anafahamu Zailisa pamoja na Haji Manara, sababu wao ndo walikuwa wanaamka pamoja na wanalala pamoja. Sasa hili jambo ambalo linaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni issue ambayo iko njia panda. Kuna ambaye anaelewa kwamba ni kweli serious penzi la wawili hawa limevunjika kama ambavyo tunajua, kama ambavyo wanatuaminisha wenyewe katika mitandao ya kijamii, ama kuna kitu ambacho kinaendelea. Lakini na mimi kama mwanafamilia wa Bongo East, na wewe ambaye umesubscribe Bongo East ama bado hujasubscribe, basi subscribe katika mitandao yetu yote ya kijamii tunatumia kama Bongo East, ili uwe wa kwanza kupata update
update yale yote ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii. Tunahakikisha kama wanafamilia wa Bongo East kukuletea mwanzo mpaka mwisho wa story hii na ukweli wote kuhusu ambayo yanaendelea kati ya Zailisa pamoja na Haji Manara. Kuna ukweli gani kati ya wawili hawa, kati ya Zailisa na Haji Manara, kwamba ndoa yao ni kweli imeachika na sababu ambazo zinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni kweli, ama kuna vitu vingine extra ambavyo vinaendelea, ama vitu vingine ambavyo vipo chini ya kapeti ambavyo sisi hatuvifahamu. Ni sababu kubwa ya ndoa hii kuvunjika. Miongoni mwa sababu ambazo tumeambiwa katika mitandao ya kijamii ni kwamba Haji Manara Haji Manara alikuwa anatoka na mfanyakazi, na baada ya kutoka na mfanyakazi akuishia tu hapo, akawa anaendelea kumtafuta binamu yake Zailisa, na Zailisa mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao walizungumza hiyo sababu. Lakini Haji Manara yeye mwenyewe alisema kwamba sababu ambayo imepelekea yeye na Zailisa kuachana, ni sababu kubwa ni kwamba Zailisa alikuwa anamnyanyasa mtoto wa Haji Manara, hampi chakula, muda mwingine hampi zile huduma kamili ambazo mtoto anahitaji kupewa. Lakini baada ya sababu hizo kutrend katika mitandao ya kijamii, baadhi ya stories zikawa zinaendelea kwamba kuna vitu ambavyo vimekutwa chumbani kwa Haji Manara ambavyo ni vitu ambavyo vina imani ya kishirikina. Miongoni mwa vitu ilipostiwa hizo picha katika mitandao ya kijamii zilisambaa sana, na baada ya hizo picha leo hii tunamwona Zailisa yuko na Lulu Diva. Na hapa ukiangalia vizuri hii video ni video ambayo inaonyesha ni maeneo ya mjini hapa Dar es Salaam. Sidhani kama hapa ni Dar es Salaam. Sasa kwa maana hiyo inamaanisha kwamba Zailisa ameamua kurudi nyumbani, ama Zailisa ameamua kwenda kijijini kwa Lulu Diva kwenda kupiga story ama kupata ushauri kwa the way ambavyo wanapitia vitu ambavyo wanapitia na story ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Na baadhi ya comment kutoka wanasema kwamba Zailisa baada ya kumchuna Haji Manara pesa zake ameweza kwenda kuanzisha mifugo, kama ambavyo tunaona hapo wafugo katika zizi la ng'ombe, kwamba wana mifugo kama ambavyo wenyewe wanasema. Sasa kitu ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii kama ambavyo Lulu Diva mwenyewe amesema hapo na kupewa kijiti na Zailisa kwamba yeye ndo anahitaji kwenda kuolewa. Sasa kwa ambavyo unamuona Lulu Diva pamoja na Haji Manara wakifunga ndoa yao itadumu kweli, ama ni jokes tu ambazo wanatufanyia katika mitandao ya kijamii? Ila kwa the way ambavyo unaona wewe hapo unafeel kati ya Lulu Diva pamoja na Haji Manara wakioana, hiyo ndoa yao itadumu hata miaka miwili ama hata miezi miwili, itatoboa ndoa ya Lulu Diva pamoja na Haji Manara? Unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe kama mwanafamilia wa Bongo East. Ila kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili uwe wa kwanza kupata update yale yote ambayo yanajiri katika mitandao ya kijamii na nje ya mitandao ya kijamii, hususan katika masuala mazima ya entertainment story. Nami niko hapa kukufikishia kile ambacho kinaendelea katika masuala mazima ya entertainment story. Niko hapa kukufikishia na kukuhabarisha. Langu jina Rameli. Thank you, tukutane katika another story.